Kazi yangu hapa ni mbili. Moja, kutangaza kama alivyosema Dr. Annette Komba kwamba tarehe 13 mwezi wa 4 mwezi huu tutakuwa na duru ya 3 ya utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Tumekuwa na duru ya kwanza. Mgeni rasmi katika duru ile ya kwanza alikuwa ni Rais mstaafu wa Msumbiji, Mheshimiwa Chissano. Duru ya pili ilifanyika mwaka jana. Mgeni rasmi alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya uandishi bunifu, Profesa Guna, ambaye asili yake ni Tanzania, upande wa Zanzibar. Duru hii ya 3, mgeni rasmi atakuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango. Shughuli hii itafanyika hapa Dar es Salaam kama kawaida, na tunaalika Watanzania wote kufuatilia tukio hili ambalo ni kubwa na ambalo linatokea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye si tu kwamba alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwanasiasa maarufu duniani, alikuwa vile vile ni mwandishi wa kazi za kichambuzi za siasa, lakini na uandishi bunifu hasa kwenye mashairi. Ana kazi nyingi sana za mashairi aliyoandika ambayo mpaka sasa hivi yanatamba kwa ladha na maudhui mazuri. Na vile vile alitafsiri vitabu vya mwandishi nguli wa Uingereza William Shakespeare, vitabu viwili. Alifanya kazi ya kutafsiri wakati bado ndio kiongozi wa nchi yetu. Kwa hiyo alikuwa anaweza kutenga muda wa kufanya shughuli za uandishi bunifu wakati anaongoza nchi yetu. Na hata wakati karibia mauti yanamkuta, alikuwa na mashairi alikuwa ameandika, mengine sasa hivi yameshaanza kuchapishwa. Alikuwa anatafsiri vile vile kitabu cha Plato, Republic. Ni kitabu kigumu kidogo, ni cha filosofia, lakini alikuwa na muda wa kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo tuzo hii imepewa jina la Mwalimu Nyerere kumenzi kama kiongozi wetu, muasisi wa taifa letu, lakini vile vile kama Mtanzania aliyekuwa mahiri sana katika uandishi bunifu. Na lengo la tuzo hii kama alivyoeleza Dr. Komba, pamoja na kuwatambua kitaifa na kuwazawadia waandishi mahiri wa uandishi bunifu katika nyanja mbalimbali za uandishi bunifu kama ambavyo Profesa Penina Mlama ataelezea, ili kuwatia moyo, kuwatia shime na kuhamasisha waandishi wengi wajitokeze kuandika, kwa kujua kwamba utakapoandika unatambuliwa na taifa lako. Lakini vile vile tuzo hii inapotolewa, pamoja na mshindi wa kwanza kutoa shilingi milioni 10, serikali kupitia TET inagharamia uchapaji wa kitabu na uchapishaji kwa kuvinunua vile vitabu. Kwa anapata tenda, alivyosema Dr. Komba, kuhakikisha kwamba kile kitabu kinaingia mtandaoni. Tulikuwa na tatizo kabla ya hapa, waandishi bunifu wakiandika kazi zao nzuri, ni kazi sana kukuta publisher ambaye yuko tayari kupokea kazi hizo. Hata anasema kwamba kazi yako ni nzuri, lakini soko hili tutachapisha, hatutorudisha fedha zetu. Kwa hii imefanyika maksudi kuhakikisha kwamba mwandishi bunifu aliyeshinda kazi yake inachapishwa na inasomwa. Lengo la pili ni kukuza lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu tuzo hii inatolewa tu kwa waandishi bunifu wanaotumia lugha yetu ya taifa ya Kiswahili. Vile vile ni kukuza utamaduni wa kujisomea hapa nchini kwa kutangaza kazi ambazo zimefanyika hapa, na kama ambavyo Profesa Mlama ataeleza, atatoa orodha ya wale ambao Kiingereza tunasema wamekuwa shortlisted. Na kwa shortlisted maana yake ni kwamba tayari ni wasifu
hata siku ukichapisha kitabu chako unaandika tu kitabu hiki kilikuwa kati ya orodha ya vitabu 10 vilopendekezwa kupewa tuzo ya uandishi bunifu ya Mwalimu Nyerere. Kama wanavyosema Kiingereza, this book was shortlisted for Booker Prize. Kwa ile yenyewe ni wasifu, ni CV ya kutangaza. Kwa hiyo tunataka kuongeza kujisomea, kwa sababu hizi kazi zitatangazwa, zitaeleweka na watu wengi watajisomea. Vile vile ni kuhifadhi historia na maadili ya nchi yetu. Ni wajibu wetu sisi kukuza uandishi ambao unachambua mazingira yetu vile vile. Kama ni Kagera, uelewe mazingira Kagera, mwandishi atakapoandika utasikia mambo ya senene humo, kilimo cha migomba na kadhalika. Kama ambavyo tunasoma vitabu vya wenzetu kutoka nchi mbalimbali na tunahimiza watu wasome ambavyo vinaeleza mambo yaliyoko kule. Tunakuza sekta ya uchapishaji na uchapaji, kwa sababu kama nilivyosema tunasaidia kuchangamsha soko. Tunaunda soko kwamba sasa hivi unaweza kaingia kwenye ushindani ukapata zabuni ya kuchapa na hivyo unajipatia fedha zako. Kuongeza hifadhi ya vitabu katika maktaba za taifa, mikoa na shule mbalimbali. Lakini rudia sana swala hili la maadili. Changamoto kubwa ya dunia sasa hivi na utandawazi ni aina ya maandishi mengine yanakuza baadhi ya vitu ambavyo vinakinzana na maadili ambayo yanakubalika hapa nchini kwetu. Sasa tuna kazi na tuna sheria inaturuhusu sisi kudhibiti vitabu gani vinaingia mashuleni. Kazi ya kudhibiti ni moja, lakini kazi ya kuhimiza watu waandike ni muhimu sana. Na huwezi ukawa huna vitabu vilivyoandikwa vinavyokuza mitizamo, uzalendo, maadili ya nchi yako, ukadhani wote kazi yako itakuwa ni kuzuia vile ambavyo havikubaliki tu. Kwa sisi tumechukua mtizamo wa kuhakikisha kwamba tunakuza uandishi. Kwa hiyo ningependa kutoa tangazo hili kwamba duru ya 3 hiyo inakuja. Naamini tutakuwa tunajitahidi sasa kutangaza kila siku inavyokaribia, kila mtu ajue na afuatilie, kwa sababu mwaka jana ilikuwa na vibe kubwa kweli kweli, na tunaamini mwaka huu vibe itakuwa kubwa zaidi. Lakini tutafanya hivyo na nashukuru Jamila amejiunga na sisi. Naamini utaungana na timu zetu kuhakikisha kwamba kuna namna ya kuwakumbusha Watanzania. Ni tukio kubwa, tukio muhimu sana kwa nchi, na hakuna nchi ambayo inaweza kujitambua kama taifa bila utamaduni wake. Na utamaduni unalindwa, unahifadhiwa. Uandishi bunifu ni sehemu muhimu sana ya kulinda na kuhifadhi utamaduni. Kwa hiyo ni tukio kubwa sana la kitaifa kwa nchi yetu. Nafurahi kwamba maandalizi yanaenda vizuri. Sasa Profesa Penina Mlama, nguli mwenyewe wa uandishi bunifu hapa nchini, ambaye tunafurahi sana amekubali kufanya kazi hii na timu yake makini sana. Nitamkaribisha akae hapa nilipokaa ili aweze kutoa tangazo muhimu sana kwa wale waliowasilisha machapisho yao. Ni nani ameweza kufikia kiwango cha kuchujwa na kubaki kati ya wale ambao mmoja wapo atakuja kushinda.